1988 August tarehe 22. Unaona, saa 2 asubuhi niliua makondoo mawili, la kike na la kiume, na nikapeleka kwa kisima cha mto. Ibada ya kutolea shetani ambaye anaishi kwa maji kwa bahari. Kwa sababu Yesu ni kisima cha mto. Kapeleka. Na wenyeji jirani wasaliwa, yani mila kwa mtoni, walishinda huko paka jua yani kisa likashika. Na ndio wakatoka pole. Sasa aliyebaki nilimshika mateka, tukaenda awe pishi yangu, si ndio? Na kisha baada ya 40 days nilishika nyoka yake kubwa hapo nikaleta kwa jehanamu, na nikaiwacha, nikaenda huko mlimani, nikapata nyuki ilitumbua, iliukuliwa na ikakusanyika kwa mti. Nilikuwa na round hapo nikitapiri hapo mlimani. Nikamwambia naenda kwa kiti cha enzi, nifuate, kuna kasi. Nasema kama papa wa majeshi, papa wa utatu. Na nikaanza kuja. Hata dakika 2 asikuisha. Nilipata ile nyoka imekufa, sasa ni moshi. Hiyo nyuki ikaround kwa hiyo moshi na kuenda kwake. Ilimtoa kwa nyumba mbio hiyo nyuki paka kwa mto kwenye wenzake walienda. Akitaka kufuka inapendua. Paka saa 1 kisa ikamtoa. Kukamilisha agano, wameenda kwa mto. Sasa hata kutokunijali wala kutokunijua na wahesabu kuwa wafu. Niliwaua, nimerutisha nyinyi kwa maji. Penye shetani alikuja kwa moto. Ninafufua tu kila mmoja. Mwisho unaweza ambia aje watu ambao wako huko kwa nini kutoka jehanamu, unaambia aje watu dunia itaisha ama elezea tu watu, angalia watu. Sasa wewe kama Mungu, mimi kama Mungu Baba, dunia inastahili, ina uwezo wa kuisha wakati wowote. Kitu ninafanya mtomo pere, ninatongoza wenye watakuweko kwa mchana, kwa sababu Yesu ni wa mchana hata sasa. Na lakini nyinyi wote mlikuwa usiku. Wingi wa watu wanaoamini waliumbwa kwa udongo, hao ni wa usiku. Dunia hii bingu litafunika. Mwisho wa dunia, si mnataka kujua vizuri? Dunia hii itashuka, itafunika dunia hii, na itakuwa usiku peke yake. Nyinyi mtatarajia kesho taenda pale fulani. Hakuna kesho. Ni usiku. Dunia hii ni ya usiku. Yesu hii ni msaada anawakishia jua. Sasa hii bingu mwisho wake, yani mikuu zake ni milima msionazo hizi. Shetani ndiye aliyekaramia milima msionazo hizi kama mikuu za bingu. Juu hii bingu liliumbiwa hapa duniani. Hii dunia ndio yenye viumbe vyote. Yeye ndio malaika wa ziada aliyekaramia uchenzi wa milima msionazo dunia hii kama mikuu za bingu. Na sio hiyo tu, tena ni kinga la maji kuzama dunia hii kuzama, kwa sababu milima ndio zinatengeneza mito. Mlima ndio huu, mto itaenda hivi. Lakini dunia yote ilikuwa tu kama huko penye maji na uwanga watu. Kama Mungu, mtu akikuita kazi anakulipa pesa. Wewe kama Mungu, mtu akikuita kazi anakulipa pesa. Sasa mmelazimisha kuwa na tumbo kama nyinyi wanadamu. Sasa nitakuwa nikula mawe. Ama ni matuka gani imewekwa ipeenge Mungu vitu vya bure, hata chenye anataka bure. Safari lipe. Na Mungu si ndio mwenye kila kitu. Nataka niwe kila kitu. Hata niandike watu wakikuja kwangu ndio natafuta. Sio nakuja. Na lakini nataka mainginia, sio majirani. Yani vile nilikuwa kwa standard kubwa bwana. Sasa wasungu kutoka Amerika hapa, simu ya kwanza ililetwa nao. Sasa hii bomo ilisema lima hapa, weka waya, hatutaki kuona kari hapa. Makari ilikuwa nakuja hapa. Hataki makari hapa. Na huyu jamaa akasikia, akafanya. Sasa ilifika wakati nikaanza maisha ya hapa, kwa sababu
ilikuwa nitawale shetani motoni. Sasa hiyo imefika 1988 August tarehe 22 usubuhi saa 2. Sasa ikaonekana nikaua makondoo mawili nikapeleka kwa kisima cha mto, kwa maana Yesu ndiyo kisima cha mto, nikapeleka hapo. Na hiyo kondoo ilikuwa mbili, la kike na la kiume. Sasa kutoka huko nikafukuza watu wote, wakaenda kwa mto, wakashinda huko Shirani kwa Mila, wakashinda huko. Kumaanisha nilitoa shetani majini nikamleta na watu nikapeleka huko ili nifufuenge kila mmoja kisiri kutoka huko majini. Haya, aliyepaki nilimkatalia awe pishi. Siku 40 zilifika, kashika nyoka yake, nikaenda nikashika nyoka yake hapa mlimani hapa. Kaweka kwa mto, kaenda huko mlimani huko, nilikuwa nasunguka huko nikitapiri. Kapata nyuki huko. Kayaambia nifuate, naenda kwa kiti cha enzi, kuna kasi huko. Mimi naongea kama papa wa utatu, papa wa hazira, papa wa majeshi. Isisalie dakika 5 kabla kunifikia. Mimi kuanda ruti kuja, hata haikuwa dakika 2. Tulifuatana tu na hizo nyuki. Na sikaenda sikazunguka kwa hiyo mwisho wa nyuki, na nikaenda kwa hiyo jamaa. Sikamtoa kwa nyumba mbio mpaka kwa mto. Alishinda huko kutoka saa 2 pia mpaka kisa ikamtoa. Yaani kasi niliyowacha kwa kupeleka hao kwa mto, nyuki ilimalizia. Sasa hata ndio nilikuwa natafuta ile historian aongee hiyo, ni vitu amejua. Lakini naongea kwa sababu yeye haonekani sahihi. Historia ni malaika wako? Malaika. Yaani alikuwa anaandika kwa maneno nilikuwa nafanya ila haistahili kufanyika kwa mwanadamu. Sasa ikawa hivyo. Sasa kuendelea hivyo, nilijaribu mtu ambaye nilikuwa natafuta sura yangu, si ndio? Nikafikiria hii manabii ni aje. Sasa manabii wakasalia hapa juu, huko juu. Basi hapa uwezo ona hata mpaka huko chini. Sasa nikasema nataka nione kwa manabii. Na wakati najipanga naona kapepeo nje, nikamwambia we, ningoja hapo tunaenda na wewe. Kakangoja. Mimi kujipanga kutoka paka. Nilipita kwa mapomo 4. Sasa si kuambia tuende huko. Kenyeo kakaingia tu kwa nyumba ya manabii, Lecho Maria. Na masapuli wamenyorosha. Sasa ikaingia, mimi sikuingia, nilisimama tu kwa mlango, kameingia, kakazima msuma, ingine ya pili ya tatu, nyumba ikawa kisa. Nikawaambia ziliitwa mzima ili zitazimwa nyakati hizi za mwisho. Na nyinyi mkiwa na malaika wenu wa nguvu, njooni naye kwangu azime jehanamu. Si mtu aongee. Nikapenduka. Kamezima ndio kawanyika kakarudi kwao, nikarudi. Sasa nikaangalia nikasema hii watu misima sio moto, ni maji. Nilikuwa natamani tu kupatako tu. Watumishi wanasema sisi watumishi wa Mungu hali wanafanya kazi na kipawa cha moto. Wanatumikia moto sio maji. Na lakini sijapata. Unaona? Ikaonekana waliuliza huyu jamaa ako aje. Wakasema mwenye nyumba. Huyu jamaa hata ametushangaza. Akiongea kitu ni hiyo. Na yeye anavuta tu hata sigara, anakula nini hata pombe anakunywako. Yeye ni aje? Unaona? Yaani wamekosa kuelewa kwamba imeandikwa mwenye imani hula kila kitu kwa sababu Mungu amemkubali. Hawaongei. Na wao nasema ni watu wa Kristo wanaleta manabii nini? Sasa wewe ulikuwa kula kila kitu kwa sababu Mungu alikuwa amekubali. Mungu mwenyewe ni wewe. Ndio nilikuwa nataka utueleze. Chenye ninakula mpendwa wangu anastahili kula. Mimi nikajitoa huko. Sasa tunaishi maisha inaanza kuwa mbaya. Ni vingi tu, ni vingi viko ndani, hata sijamaliza yote.
Sasa nilikujia kwa mkono ya serikali huko Nairobi, Kenya Pass Station, ikiwa inaweza tangazwa. Serikali iliyonipokea na ikanipa free self insurance, wanaweza kuitikia tuliona Mungu, kwa sababu nimekuja huko kwa sura ya chui. Sasa kunifanya mwanadamu pia ni hiyo serikali. Juu wakati nilikuja huku Western kama kwetu, na nikakuwa kwa mkono yao. Yani nilienda kwa rumande kwa kesi ingine si halali nikashinda, lakini nikiwa hapo nilikuwa nimefunga 55 siku. Serikali kanilisha na lazima utakula. Na nilikuwa nimefunga vitu vya choo, vitu vya kukula. Kwa sababu binguni hakuna choo na tena hakuna kukula. Yuko binguni, bingu ni moto, huko ni motoni. Sasa tuache hapo. Sasa kuishi sana. Sasa jirani ambapo inaita Kisa, na ikanyang'anya shamba yote, kasema wewe ni squatter. Mmoja akachukua survey bila kujua kwangu, sio kwa mwingine. Akakuja akanikatia shamba kwota pahali na yeye nusu. Sasa nikakuja mimi kutoka kuandikia watu matukani vile mimi sign right. Naelezewa fadhe kutoka hapa mpaka hapa ni kwota na hapa ni nusu kwangu. Kamwambia nini? Ndio survey anatoka hapa. Nani alikwambia wewe unikawe shamba? Akasema ni hivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. No, kasema sawa. Sasa kidogo mtu kidogo kama mwezi anafia kama ndizi yangu yote. Sasa nikajua kweli vile unafanya mimi nisikuote ni kweli. Basi kutulia hata nisitaki huko. Nilienda opi. Wakaniambia hivyo mtu kufia kama ndizi zako ni murder case. Nikarudi nikamwambia bwana, unastahili kufungwa murder case. Nimesikia. Tena baada ya wiki tena nafika ingine. Nikatulia tu. Baadaye akanihusia kwa hiyo shamba 300,000. Mtu kitoko tena akauza kwa mwingine 250,000. Hapo. Ukora anafanyanga, anasema uza hii shamba. Tusevei hii shamba yote tuone vile ilivyo. Na yeye anachukua simu anaweka mbele, ana confuse wenye anahusia. Sasa yeye ndio ananusa. Unaona? Pesa iko wapi? Huyu amechukua. Sasa ningewataka wote walionunua na huyu aliyeuza, nimechua penye amekimbilia, wawe kwa court tuamue la mwisho. Na kundi lake aliyewacha pia la stahili kutengwa. Yeye amejitenga, ameuza, ameenda. Pia aliyeleta fujo pia ameenda. Kundi lilo paki tena naongea matope tu kama hiyo harufu. Na stahili serikali kunitengea kundi lilo paki, na baada ya kumalizana na hao wanunuaji 3 na usae. Kwa sababu nikiangalia tangu nianze kusurvive sijaona hivyo. Mtu akawe papa yake shamba tena muusiano. Hii nyumba nilisema hii isipokwisha kwa 1,200,000, harufu yao yote itoka hapa. Hata hakuna aliyeuza, hakuna aliyenunua kwa hapa. Hiyo ndio nasema serikali nisaidie. Eneo langu nataka kuchenga la watakatifu walie na imani. Hiyo ndio mila yangu. Lakini mila yangu sio raia. Mila yangu sio waniona kiamini waliumbwa kwa udongo. Wamekaa ngumu kama udongo. Kwa sababu udongo ndio unashindako tu moto kwa viumbe vyote. Hata jiwe litakuwa mara. Hata nini udongo tu ukichoma sana itakutolea matofali, utachenga nyumba. Itashinda moto wengine na maji. Ukichoma sana itakuwa mtunji, itashinda moto wengine na maji. Unaona? Kwa hivyo
wamenishinda kwa sababu waliumbwa kwa utongo. Hao watu ni wa Kaisari, sio mila yangu. Kaisari niondolee, nichenge ni kambi ya watakatifu. Nasi tutachenga miradi mizuri za ishara ya kung'arisha Kenya na ujenzi. Hata hiyo mnaandika hapa sasa. Ndio nilikuambianga tunaweza weka kwa magazeti. Nina mwangaza kali. Simu ya kwanza nilipata kwa wazungu hapa. Wakati huyu mchambasi alikuwa akiangusha mradi. Watu wengi hata ukiuliza Kefa atakwambia. Watu walikujanga hapa wengi, si kuwa natoka hapa ati naenda kufanyia mtu kazi. Na ndio nataka. Kwangu hii nyumba siwezi toka nikienda kufanyia watu kazi. Ukikuja nataka ikwishe, utaipika picha. Na ikikwisha nitakuita baba. Upike uone inaitwa coat. Hii mabati itaenda hii mabati ita round hivi paka hii main door. Ndio chi itaishia. Na round hivi paka mwisho hapa. Hii ni O, hiyo ni D. God. Ni nani mtaalamu aliyechenga, nani mwakili aliyechengako nyumba yake kwa jina lake? Ndio nataka. Na ni nyumba ya kazi, museum. Ndani yake utakapoangalia papa, kazi itatokanga tu hapa, hata nitumenge tu vijana. Nimepita kiwango ya kuitwa mwakili wa mtaalamu. Ilianza na vile hii kisa kubwa limetoka, mwangaza umeanza kuonekana. Sasa washirika wako watakuwa wanakuja hapa. Wewe kwanza ni wa dini gani? Hii ni kanisa unajenga? Dini gani? Ambia mwenye anakuona. Sina kuambia itachora china hapa kote. Sina kanisa la Mungu. Ni Church of God. Is Church of God. Lakini tulisha kuomba mimi siombi. Mimi ni mwana nyota bwana, kanisa ya nini? Mimi si roho, mimi ni nyota. Macho ya serikali. Nisaidiwe. Hata nikipata wenye imani, serikali ndiye mradi kubwa ya utawala. Serikali ya Kaisari. Mimi hata nikisema ni hukumu watu hapa wa mapepo, ni hukumu kidogo. Na lakini Kaisari ndio mradi kubwa. Ndoko tu ya wachawi, nini wakanga wenye wanafanya ujinga hii. Huyu eneo hili lilitangazwa 2019 April karibu yote. Unajisi wa watoto, vikongwe, hata mama mkwe, kisha ni mkanga. Juzi mtoto yake nikatakata hapa. Alikata hii mabeka, nilienda kwa general. Ndio hii alama nyingine. Bila hata kutuhusiana hata lolote. Machini yao. Sisemi serikali nitengee hii kisa bure. Nilitoa damu karibu ni uwawa. Hata unaona hivi. Panga hizo zote. Mimi niliona usiku. Wakati niliona ile mkono inamulika tocha akinikata. Na nikakata hiyo mkono. Niliokotu hapa. Ndio nikawa nimemaliza visa. Bure wangeniua. Sasa nataka asimameko mbele. Achiu mashtaka. Alichimbia inashukumbu iko Jaluoni huko. Unaona? Alikuwa atibiwe akiwa kwa rumande. Anifahamia hapa. Sasa wewe unataka serikali ifanye aje kwa watu ambao wamekunyang'anya shamba? Hao watu waende mbele, niende mbele. Waseme walinunua kwa nani shamba. Huyu chambasi nilikuambia yafaa kuche huko. Na wenye alihusia shamba. Wasemeko nilikuhusia rasta shamba. Na niulize, unipea kwa mkono ama kwa simu? Sasa hii nyumba ingekuwa imeisha. Na sasa anapea yule mwenye wa mkono, wanasemanga wa mkono yule shahidi, si ndio? Wanalipa yeye. Hiyo inafanywa wapi? Hiyo ni sheria gani? Sasa kama ningepewa mimi, ni kama ningechenga nyumba kubwa hata Great House hapa. Wewe ni msanii wa kuchora? Kuchora. Labda kuna customer atakuona anataka umchore. Basi. Kuchora, sign writer, drawing, alafu hata ile designer. Designing by wood and clay. Cartoonist. Hata hiyo barua ninayo. Na lakini nikienda kwa ofisi yote wanasema hii kweli ni true. Na department ni gani? Mimi kwa jina
La usasi ilikuwa Alfred Ambale, na la pili kwa jinsi nilivyo Mwananyota ni third father, kwa Kiswahili ni papa wa utatu. Na hiyo jina nilipata tokea 1987 March tarehe 10 saa 7 ya mchana, ndio nilitoka juu.